Nukta ya kwanza, hizi ni nukta ambazo zinatuonyesha umuhimu wa kutofautisha baina au umuhimu wa kupambanua, wa kuweza kupambanua baina ya faida na riba. Nukta ya kwanza ni kwamba kufahamu tofauti iliyopo baina ya riba na faida kimsingi ni katika miamala ya Kiislamu iliyokuwa sahihi, kwa sababu faida na riba zote zinamaanisha ziada katika mali au kuongezeka mali. Anayepata faida mali yake imeongezeka, na anayepata riba pia mali yake imeongezeka. Kwa hiyo Shekhe hapa kagusia kwamba kuna watu wanachanganya kati ya maswali, yanakuwa mengi, nini tofauti sasa ya riba na faida? Kwa sababu wanaangalia kwa msingi huo hapo, zote ni ziada zimekuja kwenye mali. Kwa nini hii iwe halali, hii iwe haramu? Lakini kimsingi katika sheria ya Kiislamu hivyo vitu viwili vinatofautiana kwa tofauti kubwa sana. Lakini pia katika vitu vinavyotuonyesha umuhimu wa kuweza kupambanua baina ya riba na faida ni hiyo hali ya kuchanganya kati ya faida na riba, kitu ambacho kinawapelekea baadhi ya Waislamu kutumbukia katika miamala ya haramu, wakiona kwamba mbona hakuna tofauti yoyote. Kwa hiyo haya maelezo tutakayoyatoa yanakusudia kuweka au kutofautisha au kutoa hizo tofauti baina ya riba na faida. Tuingie sasa moja kwa moja kwenye mada. Nimesema sitakuwa na mikadima mirefu. Taarifu ya faida, maelezo, maana ya faida kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Sisi katika sheria ya Kiislamu, kwa sababu lugha ya kitaalamu kwenye sheria ya Kiislamu lugha ya Kiarabu, kwanza kabisa tunaanza kuliangalia neno linalokusudiwa kutafsiriwa kwenye lugha ya Kiarabu lina maana gani, halafu tunakuja kuliangalia kwenye sheria limetumika kwa maana gani. Na mara nyingi maana ya kilugha inakuwa na mahusiano makubwa na maana ya kisheria, kwa sababu siku zote wanasheria wanachukua neno kwenye lugha ya Kiarabu ambalo tayari linawapa uwezo wa kulitumia katika ile maana wanayoikusudia huko. Kwa hiyo lazima kuwe kuna mahusiano. Riba katika faida katika lugha ya Kiarabu ambayo inaitwa ar-ribhu, ina maana ya ziada, ina maana ya namaa, ina maana ya faida. Ina maana ya ziada kwa maana kuongezeka kitu, namaa kustawi kitu, faida kupata faida ya kitu. Maana zote tatu hizi zinapatikana kwenye neno ar-ribhu la lugha ya Kiarabu, ambalo hilo ndilo sisi tunalolitafsiri faida. Lakini ukiangalia kwenye lugha ya Kiarabu kuna neno faida pia lipo, lakini neno faida limekuja ndani ya maana ya neno ribhu, kwa sababu hii faida inaweza ikawa faida ya kitu chochote kile. Mtu anaweza kupata faida kwa kuwa amezaliwa mtoto, mke wake kajifungua, kapata faida ya kupata mtoto. Lakini tukisema ribhu tunakusudia faida kwenye biashara, na ndio maana neno faida nalo linaingia kwenye ribhu, kwa sababu pia nayo inaweza ikapatikana mtu akapata faida kwenye biashara yake. Neno hili la ribhu katika sheria sasa, istilahi ya kisheria, lina maana ya ziada iliyoruhusiwa kisheria katika thamani ya mali au katika bidhaa anatija na amalia tijaria, au katika bidhaa ambayo imetokana na kazi za kibiashara alizozifanya mtu, au istithmaria, au kazi za uwekezaji mubaha zilizokuwa halali, mukabil juhudin au amalin au tahammul mas'uliya wa mukhatara. Hiki kipengele hiki ni muhimu sana. Hapo mbele tutakapokuja kuzungumzia riba tutaona umuhimu wa kipengele hiki. Na siku zote wanawachuoni wa Kiislamu
wanapotoa taarifa au maana ya neno, wanasema sharti ya hiyo maana ili ikubalike inatakiwa iwe ni jamia mania, yani iwe inakusanya kila kinachokusudiwa kwenye hilo neno na iwe inazuia kuingia kisichokusudiwa katika hilo neno. Sasa tunapozungumzia faida katika sheria ya Kiislamu, ukiangalia haya maneno yanakusanya kila faida ambayo ni ya halali atakayoipata mtu katika harakati zake za kibiashara na uwekezaji. Lakini hapo hapo kuna kipengele hiki ambacho kinaitwa kaid, ni kifungo hiki kinaifunga hiyo ili visije vikaingia vitu vingine. Hiyo juhudi ya kibiashara na uwekezaji ambayo imekuletea faida, lakini pia kumeambatana na juhudi iliyofanyika, kumeambatana na kazi au kubeba masulia au hatari. Masulia ni majukumu, kubeba jukumu au kubeba hatari fulani fulani. Hapa kabla sijaendelea mbele, kuna aya maarufu sana ambayo tunaisoma sana tunapozungumzia masuala ya riba na faida. Mayahudi katika ule upinzani wao na ukaidi wao walijaribu kupingana na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakieleza kwamba biashara ni sawa sawa na riba. Dhalika biannahum qalu innamal bay'u mithlu riba. Wanasema kwamba yani biashara ni sawa sawa tu na riba, ni mfano wa riba, hakuna tofauti. Lakini ukiangalia vizuri aya, si kweli kwamba Mayahudi hawajui kwamba kuna tofauti kati ya biashara na riba. Kwa sababu biashara ina vitu hivi hapa. Ina juhudi, ina kazi, ina kubeba masulia na hatari. Lakini riba haina vitu hivi. Na wao wanajua kwa nini waseme kwamba hii inafanana na ile. Mtu amechukua milioni 10 mathalan, amekwenda Bagamoyo huko kwa Wazaramu ndani kwenda kuchukua maembe, si kwenda kuchukua nini, ili aweze kuleta Dar es Salaam huko aje auze. Anakuja na mzigo wake, anaingiza sokoni, anauza milioni 10, inazaa 500,000 au inazaa milioni. Halafu kuna mtu katoa milioni 10, kampa mtu, yeye karudi zake nyumbani kwenda kulala, nayo sharti akirudisha hiyo milioni 10 alete na milioni 1 ziada. Hapa ndipo Mayahudi walipokuwa wakipalenga kwamba wao walikuwa wanazungumzia ile ziada, kwamba innamal bay'u mithlu riba. Wao wanakusudia ziada inayopatikana kwenye biashara ni sawa tu na ziada inayopatikana kwenye riba. Na ndio maana kuna watu wanahangaika kwamba unakwenda benki isiyokuwa ya Kiislamu, unaenda kuomba mkopo wa kununua nyumba, unapewa milioni 200, utarudisha milioni 250. Unakwenda kwa Sheikh Muro KCB au Amana, unapewa unataka murabaha wa kununua nyumba, unanunuliwa nyumba inanunuliwa kwa milioni 200, unauziwa kwa milioni 250. Kule kwenye benki ya riba unalipa milioni 250, huku Amana na KCB unalipa milioni 250. Tofauti iko wapi? Ndio hilo lilosema hawa Mayahudi, innamal bay'u mithlu riba, biashara sawa sawa tu na riba. Lakini wao walikuwa wanakusudia ile ziada. Allah subhanahu wa ta'ala akawaambia, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah yeye amehalalisha biashara na ameharamisha riba. Nyinyi mmesema hizo ziada ziko sawa sawa. Na Allah kwenye aya wala hakuwakanusha kwamba mlichosema ni uongo. Yeye moja kwa moja kaenda kwenye majibu ya moja kwa moja. Wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah amehalalisha biashara, ameharamisha riba. Hiyo ziada unayosema kwamba inafanana na huku, hiyo Allah amehalalisha, na hii huku Allah ameharamisha. Sasa wanawachuoni wa Kiislamu katika tafsiri na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekuja kuangalia kwa nini ziada inayopatikana kwenye biashara iwe ni halali, ziada inayopatikana kwenye riba
iwe ni haramu kwa sababu ya kipengele hiki. Ziada inayopatikana kwenye biashara lazima inaambatana na juhudi ya mtu atakayoitoa. Asipotoa juhudi, kuna kazi fulani ataifanya. Asipofanya kazi, kuna masuhulia, kuna jukumu atakalolibeba au atabeba hatari. Kwa mfano, mtu anakopesha kwa njia ya anamsaidia mwenzake kwa njia ya mudharaba, kwa maana anaingia ushirika kwa njia ya mudharaba. Anatoa pesa kumpa mtu anaenda kufanya kazi, yeye amelala nyumbani, lakini analetewa nini? Analetewa faida itakayopatikana kwenye ile biashara. Huyu katoa pesa, kamkopesha mtu, amelala nyumbani, na yeye analetewa ziada ya ile pesa aliyoitoa. Tofauti iko wapi? Tofauti ni kwamba aliyeingia kwenye mudharaba, yeye hajafanya juhudi, kama ni sawa sana yule aliyekopesha mkopo wa riba, wala hakuna kazi aliyoifanya kama yule ambaye amekopesha, lakini yeye kabeba jukumu na hatari. Kwa sababu gani? Huyo aliyeingia kwenye mudharaba siku zote anamuomba Mwenyezi Mungu wasipate hasara kwenye hiyo biashara. Huyo bwana anayefanya asipate hasara, kwa sababu akipata hasara na yeye amekula hasara. Kwa yeye amebeba ile hatari ya biashara inayofanyika. Huyu ni tofauti na mtu aliyekopesha. Mtu aliyekopesha, wewe utajua mwenyewe, zikaenda zikiungua, zikaenda ukiibiwa, unaweza ukakopeshwa hapa, unazunguka hivi, vijana wakakupiga nini, wakachukua hela, na wewe bado utalipa, na ile ziada utalipa vile vile. Kwa hiyo hapa kuna tofauti kubwa sana kati ya watu wawili hawa. Sasa hapa nafanyaje sasa? Imepotea. Vipengele muhimu ambavyo vimepatikana kwenye hii maana ya faida. Kwanza, kuna swala la ziada iliyokubalika kisheria. Kwa maana hapa tayari tunaanza kuona tofauti kati ya riba na faida. Faida ni ziada iliyokubalika kisheria na inatokana na mkataba halali. Sasa hapo wewe mwenyewe jipe tu kinyume chake utaona. Lakini pia faida imepatikana kwa mukabala wa juhudi na kazi ambayo inaambatana na uzalishaji au kutoa huduma. Mtu anapotoa huduma, anapopata pesa, maana yake ni kwamba amefanya kazi, amefanya juhudi, ndio akapata hiyo faida aliyoipata. Lakini kwenye riba hivyo vitu havipo. Lakini pia kuna swala hilo la kubeba hatari ya pesa, hata kama wewe hauko uwanjani unaifanyia kazi, lakini hatari yake inakuhusu. Kuna watu wengi wameingia kwenye mudharaba na wamepoteza pesa. Yeye hakufanya kazi, lakini amehesabika kwamba pesa yake imepotea kwa sababu aliyekwenda kufanya biashara kapata hasara, na hawezi kubebeshwa mtu aliyekwenda kufanya biashara. Kwa sababu gani? Aliyefanya biashara naye ametumia nguvu, yeye naye kapata hasara ya juhudi aliyoitoa, hakupata kitu, na wewe unapoteza pesa uliotoa pesa, na yeye anapoteza nguvu zake ambazo amezitoa. Japokuwa hili jambo haliko kiholela hivyo. Kwa mujibu wa sheria ni kwamba ili mtu asilipishwe hiyo hasara inayotokea, kuna mambo lazima, kuna masharti lazima yakamilike. Kwanza awe hakufanya makusudi, taaddi wanaita katika lugha ya kisheria. Kufanya taaddi inabeba vitu vingi sana. Unaweza kwamba kuna jambo ulitakiwa ulifanye kama mfanya biashara, halafu hukulifanya kwa makusudi. Hii inaitwa taaddi. Kuna jambo ambalo hukutakiwa kulifanya kama mfanya biashara, wewe ukalifanya tena kwa makusudi. Hii inaitwa taaddi. Au ukakeuka masharti mliowekeana kati yako wewe na mwenzako aliyekupa pesa. Vikipatikana hivi, wewe unaambiwa kwamba wewe umefanya taaddi au umefanya taksir, kwa hiyo wewe utalipishwa. Kwa hiyo isieleweke kwamba unapopewa pesa za mudharaba, basi aliyetoa pesa basi atakumbana na hasara tu ikitokea bila vigezo. Hapana, vigezo na masharti yanazingatiwa katika hilo.
Kuna kipengele cha masadiru ribhi, nafikiri kimeshaingia katika mazungumzo yetu, yani vyanzo vya faida, ambavyo kwa haraka kuna miamala hii ambayo ndio inafanyika katika mabenki yetu na katika taasisi za fedha za Kiislamu. Almudharaba, kuna asharaka ambayo ziko aina tofauti tofauti, kuna murabaha, kuna istisna ni biashara ya kutengeneza vitu. Mtu anakuja, wewe unaingia naye mkataba, utamtengenezea kitu anachokitaka, anakulipa pesa, hiyo ndio inaitwa istisna. Alafu kuna salam. Salam ni biashara ambayo mtu anakuja kukupa pesa, wewe utamletea bidhaa, haijalishi umeitengeneza wewe ama utakwenda kuichukua kwa mtu, ili mradi kwa sifa maalumu mlizokubaliana wewe na yeye. Hizi ni baadhi tu ya miamala ambayo inamfanya Muislamu aweze kupata faida. Lakini pia kuna wakala biajri, kuna uwakili ambao ni kwa malipo, kama vile udalali. Yani kwa sababu udalali pia unaingia kwenye uwakala. Watu wengi wanahisi udalali ni jambo la ovyo. Hapana, udalali ni biashara halali kabisa ya Kiislamu kama masharti yake yatafuatwa kama sheria inavyoelekeza. Faida, ili iwe faida na itambulike na ikubalike Kiislamu, kama kule tumesema faida ni ziada mashrua, ni ziada inayokubalika kisheria. Ili hiyo faida iwe imekubalika kisheria, ina masharti yake. Sharti la kwanza ni maridhiano kati ya watu wawili walioingia mkataba wa kibiashara ambao utasababisha kupatikana faida. Hapa huku kuridhiana au ridhaa ya mtu inaweza ikaondokaje? Kwa sababu watu wanapoingia kwenye biashara, kila mmoja, hakuna anayesukumwa. Sasa inakuwaje kwamba watu wameingia kwenye biashara halafu hapa kupatikana ridhaa baina yao, lakini imepatikana faida? Inawezekana watu wakaingia kwenye biashara, mmoja ya wafanyabiashara akamtengenezea mazingira mwenzake ya kumdanganya, ya kumfanyia ghish, akamfanyia udanganyifu mpaka yule mwenzake akakubali kuingia katika ule mkataba. Kisheria hapa tunasema huyu bwana aliyedanganywa ameingia kwenye mkataba huu bila ridhaa yake, kwa sababu angekuwa huru bila kudanganywa na mkataba ukawa umeeleweka vile ulivyo, asingekubali kuuingia. Lakini ameuingia kwa sababu gani? Kadanganywa. Kwa sababu kadanganywa, ridhaa yake haikupatikana. Kwa hiyo biashara ya namna hii, ziada itakayopatikana kwenye biashara hii haitakuwa faida halali kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu. Lakini pia kunahitajika uwazi katika swala zima la mkataba, ili ipatikane faida ambayo ni halali. Katika masharti ya faida ili iwe halali, kunatakiwa uwazi katika mkataba. Hiki kipengele mimi siku zote huwa nalalamika, si tu kwa watu tusiojua lugha ya Kiingereza, lakini hata wale wanaojua. Mara nyingi watu hawapati muda wa kusoma mikataba. Fikiria wewe unakwenda benki ya Kiislamu, unakwenda kuingia mkataba wa mudharaba, unaweka pesa zako pale, benki wanaenda kuzitumia katika mudharaba. Lakini mkataba ule wewe ulichokiona umeambiwa tu sehemu saini. Hapa uwazi upo kweli? Sasa moja katika masharti ya faida iwe halali ni mkataba kuwa na uwazi, kwa maana kwamba kila mmoja ajue kila kitu, mimi hapa nimesaini kwa ajili gani. Siku moja, hata juzi hapa Sheikh Khalfani katukumbusha, tulikuwa tunazungumza kuhusiana na faida au gawio tunalogawiwa sisi na mitandao ya simu. Na nakumbuka mimi nilizungumza kwa msingi wa ule uelewa wangu ambao nilikuwa naelewa lile jambo, kwamba huyu mtu kafanya biashara, kapata faida, kaamua faida yake igawe kwa wateja wake, awagaie. Hii Uislamu hauna ugomvi na hilo, bila kujali kaipataje. Kwa sababu yeye kama ameipata kwa haramu, lakini sisi hatukuchangia huo haramu, akatupa sisi kwetu haiwezi kuwa haramu. Kumbe ndani ya unapojisajili kwenye laini kuna mkataba
ambao unauingia, mkataba huo nani anaujua? Hakuna uwazi katika sasa swala la mikataba hili inabidi viongozi wetu katika mabenki yetu ya Kiislamu walitafutie dawa. Hata kama lugha haitobadilika, lakini angalau mtu, kwa wale wanaojua lugha, wapewe nafasi ya kusoma mkataba, ajue anasaini kitu gani. Wale ambao hawafahamu lugha, angalau wapewe kwa mukhtasar malengo muhimu ya ule mkataba, ili asaini akiwa anajua anasaini kitu gani. Lakini ili faida iwe halali, yamerudia swala la isipatikane ghish na tadlis. Moja katika njia za tadlisi ambazo zipo kwenye biashara zetu sasa hivi ni matangazo yanayosifu bidhaa sifa za uongo. Na haya swala la matangazo sasa hivi wameingia Waislamu na wasio kwa Waislamu. Inasifiwa bidhaa mpaka wewe hata kama ulikuwa uko chumbani bado hujavaa nguo, unavaa nguo haraka ukalitafuta ile duka linalouza hiyo bidhaa. Basi hasa iwe sijui dawa, sijui vipodozi hivi nini, vitasifiwa hivyo. Unaona kabisa mtu anapaka hivi kidogo tu tayari chunusi hiyo imeshaondoka. Sasa sifa za namna hii inaitwa tadlis, na inaingia kwenye ghishi vile vile. Sasa Muislamu ajue anapofanya matangazo yake ya biashara anayafanya namna gani, ili tangazo lisiwe sababu ya kuifanya faida yake atakayoipata kuwa haramu. Tangazo, nafikiri lengo lake kuu ni kufikisha taarifa za bidhaa yako kwa watu wengi zaidi, na sio kuwadanganya watu. Sasa ukishawadanganya watu, maana yake tayari ile ridhaa yao unaivuruga, unafanya tadlis, unafanya ghish, faida yako utakayoipata imepoteza sharti katika masharti ya uhalali wa faida. Lakini pia kuna swala la ihtikari, ambalo ni swala la wafanyabiashara wakubwa ambao wana tabia ya kutoa bidhaa sokoni. Yaani ukishaona bidhaa ni muhimu sana kwenye jamii, alafu inakaribia kuisha, wameshafanya utafiti wao, wanaamua kuingia sokoni na kuinunua yote, wanaitoa, wanaiweka kwenye maghala yao mpaka wanahakika kwamba sasa haipo tena, alafu wanaitoa kwa bei wanayoitaka wao. Watapata faida, lakini faida hii haiwezi kuwa halali kwa sababu imepoteza sharti katika masharti ya faida kuwa halali. Lakini pia kuna swala la uadilifu na insafu, na hii inaweza ikaingia sana katika masuala ya mudharaba. Unapoingia na mwenzako mudharaba, hebu kuwa muadilifu, hasa katika ugawanaji. Tunajua mudharaba tunagawana faida kwa asilimia. Sasa wewe unaitoa mali na yule anayefanya kazi, jaribuni kuliangalia swala ili mkubaliane kwa njia nzuri ya uadilifu. Lakini mwisho, vipengele vingine tutakuwa tunavisoma tu katika nini hiyo. Mwisho ni kwamba pamoja na haya yote tuliyoyazungumza, kuna kitu kinaitwa al-akhlaq, tabia za wafanyabiashara wa Kiislamu. Tabia za mfanyabiashara wa Kiislamu zinamtengeneza kufanya wepesi, kuwafanyia watu wepesi na sio kuwafanyia watu mambo mazito. Hili kwa nini wanawachuoni wanalizungumzia? Hili wanalizungumzia kwa sababu kwa mujibu wa sheria ya Kiislamu faida haina mpaka. Unaweza ukanunua kitu milioni 1 ukauza milioni 100, hakuna shida, maadamu hakuna udanganyifu, hakuna ghishi, hakuna dhulma, hakuna nini. Ni makubaliano, ameangalia bidhaa, umemtajia bei, hukumdanganya, amekubali, ametoa milioni 100 wakati wewe umenunua milioni 1, haina shida, ni faida. Lakini akhlaq za Muislamu katika biashara zinamzuia kufanya hivi. Kwa ajili gani? Ili kuwafanyia wenzake au kuifanyia jamii mambo mepesi. Kama kitu kumbe mtu unaweza ukapata faida 50,000 au 500,000, kwa nini uweke milioni 2? Na yetu tunaona, sisi tunaambiwa katika biashara ambazo zina faida kubwa ni biashara za dawa, kwamba mtu anasema kwamba faida ya dawa ni mara 3 ya bei yake. Sasa wewe kama Muislamu, kwa nini ufanye sawa? Ukipata hivi ni halali, hakuna atakayekwambia kwamba umekula haramu, ili mradi tu masharti haya yamekamilika.
lakini akhlaq za Muislamu katika biashara zinatakiwa zimdhibiti ili aweze kufanya mambo yawe mepesi kwa watu. Naam. Hapa tumemaliza kipengele cha faida. Kipengele cha faida ni kifupi, ni kueleza tu hayo masharti yake na namna. Sasa tunaingia kwenye kipengele cha riba ambacho ndio kipengele kizito na ndio kigumu. Naomba tuvumiliane kwenye kipengele hiki. Riba tumeona kule kwenye faida kwamba ni ziada, ustawi na faida katika lugha. Katika sheria ni ziada iliyokubalika kisheria ambayo ina vigezo vyake vile tulivyovieleza. Sasa riba ni nini? Riba katika lugha ya Kiarabu ina maana ya ziada. Kwa hiyo utakuta faida au ribhi ni ziada, riba nayo pia ni ziada. Ndio hapa mushkili wa Mayahudi ulipokuja. Na hapa pia kuna tatizo moja kubwa sana ambalo tunalo wakati mwingine Waislamu. Hili swala tulisema hapa la faida. Watu wanachukua maana ya riba ya kilugha, wanaijumuisha kwamba ndiyo maana ya riba kwa ujumla wake. Ziada yoyote Muislamu anaita riba. Ndio kuambiwa kwamba biashara faida isizidi mtaji. Kwa nini faida isizidi mtaji? Kwa sababu ikizidi mtaji si kutakuwa kuna ziada. Kwa hiyo ni riba, na ziada ndio riba au riba ndio ziada. Sasa hii ndio hiyo kuchanganya mafahimu, kuchanganya ufahamu wa hivi vitu. Na hili neno riba kwa maana ya ziada hata ndani ya Qur'ani limetumika kwa maana yake ya kilugha. Pale Allah Subhanahu wa Ta'ala aliposema yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat, kaitaja kwenye aya ambayo inazungumzia riba, na hapo hapo ametaja maana ya riba kwa maana ya faida, si kwa maana ya riba ya kisheria. Allah anasema yamhaqullahu riba, Allah anafuta baraka katika mali ya riba. Halafu hapo asema wayurbi as-sadaqat, na Allah anaiongeza sadaka. Kwamba neno yurbi limetokana na riba, limetumika hapa katika ziada. Allah anaongeza kwenye sadaka. Unapotoa sadaka Allah anaongeza, yani Allah anakupa riba ya sadaka. Ndio kwa maana ya haraka haraka ya Kiswahili. Lakini huku Allah anafuta baraka kwenye mali inayotokana na riba, lakini yeye anakupa riba kwa maana ya ziada katika sadaka zako unazotoa. Kwa hiyo neno riba linatafsirika kwa maana ya ziada katika lugha ya Kiarabu, lakini kwenye sheria je? Imeshindikana? Kwenye sheria riba ni ziada iliyowekewa sharti au iliyosababishwa na kuchelewesha. Ziada iliyowekewa sharti ama iliyosababishwa na kuchelewesha katika kubadilishana mali maalum. Naam. Natembea na hii riba katika sheria. Kuna kosa pale nilirekebisha, lakini naona hii bado imekuja vile vile. Az-ziyada al-mashruta au bisabab at-ta'khir fi mubadalati amwali makhsusa, ni ziada iliyowekewa sharti au iliyosababishwa na kuchelewesha katika kubadilishana mali maalum. Riba inaingia katika mali maalum. Ni ziada inayopatikana kwa sababu hizo mbili. Sababu ya kwanza, ziada ambayo imewekewa sharti. Lakini hata faida tunawekeana sharti, lakini katika mali maalum ndipo inapokuja kutofautika riba na faida. Kwa sababu katika murabaha unanunua kitu, unamuuzia mwenzako, unamwambia bwana hii kitu nimenunua 1,000,000,
wewe nitakupa kwa milioni moja hiyo na faida 50,000. Mnakubaliana tayari, ni sharti kwamba wewe bwana alipe na hiyo faida ya 50,000. Lakini hii sio riba, hii ni biashara. Sasa riba inakuwa wapi? Riba inakuwa katika mali maalum ambazo insha Allah tutazitaja huko mbele tunakokwenda. Ndio huko. Imekwenda lakini mmebonyeza wa chini. Anasir asasiya fi taarifi riba, vipengele muhimu katika hii maana au katika hii taarifu ya riba. Kwanza kuna neno ziada mashruta. Hilo neno naomba liangaliwe vizuri, tutaliona huko mbele tunakokwenda. Yatimu litifaka alaiha musbakan ka shartin lilaqdi. Hiyo ziada watu wanakubaliana mapema kabisa kama sharti la msingi kwenye mkataba wao wanaoingia huo wa kukopeshana, au kama ni wa kuuziana pia, kwa sababu pia inaingia riba kwenye baadhi ya biashara. Ziada mukabil al-ajal. Riba kumetajwa ajal, kumetajwa muda, taakhir ni ziada inayopatikana kwa ajili ya kupewa muda katika riba ya madeni. Aziyada bisababi taakhir ad-daf'i. Hii ni ziada kwa sababu ya kuchelewa kulipa. Unawekewa ziada kwa sababu ya kuchelewa kulipa. Na hii ndio hiyo wanaita kwamba riba al-jahiliya. Katika Uislamu riba hii ndio wasema ndio riba mbaya kuliko riba nyingine yoyote. Riba ya wanasema wanamsemo wanasheria wanasema ni riba ambayo imejikita kwenye msemo andhirni zidni undhiruka au zidni andhiruka, niongezee nikupe muda. Kwamba mtu unadaiwa, imefika wakati wa kulipa deni, cha kulipa huna, unamwambia bwana mambo bado hayajakaa vizuri, niongeze muda. Anamwambia sawa, na wewe nikuongeze muda, na wewe utaongeza kitu kidogo katika hicho ambacho utalipa. Hii ndio inaitwa mukabil al-ajal katika riba ya madeni, ambayo inasababishwa ni ziada inasababishwa na kuchelewesha kulipa. Aina za riba. Riba ni aina mbili. Arriba naw'an. Riba ni aina mbili. Shekhe, muda wa nini ukifika niambie. Kabla ukifika inshallah. Na nitafurahi kama nitamaliza kabla ya muda ili iwe nini. Aina ya kwanza nusu saa tu kuanzia sasa hivi inshallah. Aina ya kwanza ya riba, jamani, hapo kwenye aina za riba tuwe makini kidogo. Aina ya kwanza ya riba inaitwa riba duyun, riba ya madeni. Riba ya madeni wanasema arriba wa huwa riba alladhi yakunu fi uqudi almudayanat kalqurud walbuyu'i alajila. Riba ya madeni ni ile riba inayopatikana katika mikataba ya kudaiana, ambayo ni mikopo na biashara za muda mrefu. Biashara ambazo mtu analipa kidogo kidogo, au hatolipa kidogo kidogo, lakini atakuja amewekewa muda maalum wa kuja kulipa. So bai'u taksiti nayo pia inaingia katika buyu'il ajila. Hii ni aina ya kwanza ya riba ya madeni. Kwenye mikopo inakuja picha zote mbili tulizozitaja kule nyuma. Inawezekana mmekopeshana bila sharti la mtu kulipa riba. Sasa mtu amekopeshwa na kukopesha bana 500 hizi, utarudishia 500 itakapofika mwezi wa 6 tarehe 30. Imefika tarehe 30, huyu bwana mambo hayajakaa vizuri. Kama basi takupa mpaka mwezi wa 7 tarehe 30 utanipa 500 na 50,000.
Sawa, hii aina ya kwanza. Lakini pia inaweza kupatikana kwa sharti tokea mwanzo. Kwa mimi nakukopesha 500,000, utanilipa 550,000 muda huo tuliokubaliana. Sasa inawezekana ikawa watu wamekubaliana tokea mwanzo, au hawakukubaliana, imekuja kutokea baada ya kushindwa kulipa. Na kwenye buyu al-ajila hivyo. Kwa nini hii biashara imeunganishwa na riba? Kwa sababu hii inaitwa riba duyun, riba ya madeni. Madeni yanasababishwa ima na mkopo ama na biashara za muda mrefu. Kwa sababu deni linazaliwa na kukopa au kununua. Kwa sababu wewe utakapokuwa umenunua bidhaa lakini hujalipa pesa, utalipa mwezi wa 6, maana yake wewe una deni. Lakini deni hili linasababishwa na biashara. Wewe hukukopa, wewe umenunua. Japokuwa Kiswahili huwa tunasema nimeenda kukopa. Hata mtu anapokwenda dukani anamwambia muuza duka, nikopeshe unga kilo 2, watoto wangu sio kalala na njaa leo. Anapewa unga kilo 2, anaambiwa unga kilo 2 kiasi thamani yake shilingi fulani. Basi inshallah bwana tutazileta Jumatatu. Alafu anarudi nyumbani anasema nimekopa unga. Hii haitwi kukopa unga. Wewe umenunua unga, lakini umenunua bai'ul ajil, biashara ya muda mrefu. Kwa sababu kama umekopa unga, maana yake lazima urudishe unga. Ndio maana kukopa. Kukopa ni kuchukua kuchukua mali kwa mtu alafu ukarudisha badala yake. Badala ya ile ukichukua pesa unarudisha pesa. Sasa tunakosea tu, tunasema kwamba nimekopa. Lakini ingawa kwamba hapa hakuna kukopa, lakini hii pia biashara inazaa deni kama ambavyo mkopo unazaa deni. Ndio maana hii kaitwa riba duyun, riba ya madeni. Na nayo imegawanywa, anasema huwa ala nawain. Hiyo riba ya madeni iko kwenye makundi mawili. Kundi la kwanza, aziyada fi daini inda hululihi, ni ziada inayowekwa kwenye deni pale muda wa kulipa unapofika. Ziada inayowekwa kwenye deni pale muda unapofika wa kulipa. Watusamma hadhihi sura zidni anziruka, ile tulioizungumza. Na hii uharamu wake ni hiyo aya ya ayyuhalladhina amanu la taakulu riba adhafa mudhafa. Hii ndio inaitwa riba aljahiliya, riba ya ukafirini huko wakati huo kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuja kupambana na hiyo. Ndio wanasema hii ndio riba mbaya kuliko riba nyingine. Hapo kuna maneno ya mmoja katika wanaochuoni wakubwa, anasema riba aljahiliya an yabi'a ar-rajulu al-bay'a ila ajalin musamma fa idha halla al-ajal wa lam yakun 'inda sahibihi qada zada wa akhara anhu. Riba ya ujahilia ya ukafirini huko ni mtu kufanya biashara na mwenzake kwa muda maalum. Muda ukifika wa kulipa na akawa hana cha kulipa, anamuongezea na anampa tena muda wa kulipa. Yuzidini anziruk. Aina ya pili ya riba duyun ni aziyada almashruta fi asli alqard, ni ziada iliyokubaliwana mwanzo kabisa wa ule mkataba wa mkopo. Wayusamma hadha an-naw'u riba al-qurud. Aina hii inaitwa riba al-qurud. Kwa hiyo riba duyun, kuna kipengele kimoja katika riba duyun inaitwa riba al-qurud kwa sababu chanzo chake ni mkopo. Ile ambayo chanzo chake ni bai'ul ajil, sijaona jina maalum zaidi ya hiyo tu. Riba duyun inaingia katika neno hilo. Lianna mahalla ziyada fi aqd al-qard ay anna ziyada mashruta fi ibtida'i aqd al-qard wa laysa 'inda as-sadad. Hii ziada imewekewa sharti kwa mwanzo kabisa wa mkataba. Bana, mimi nakupa 500,000, utaniletea 500,000 na 50,000. Tokea mwanzo wa mkataba mmekubaliana hivyo. Dalili ndiyo hapo, aya inarudi ya alladhina amanu ittaqullaha wadharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin, mpaka
wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wala tudhlamun. Aya hii imekuja kuwaongoza Waislamu kwamba wale ambao walikuwa wamekopesha na riba, lakini kabla aya hazijashuka za kukataza, ziliposhuka wakaambiwa sasa mnastahiki kupata pesa zenu tu, ile ras mali, ile ule msingi mliowapa wenzenu, zile ziada mlizowekea mziache, kama mkitubia basi mnastahiki hizo ruusu amwalikum la tadhlimun, msidhulumu wala tudhlamun, wala msidhulumiwe. Hii inaonyesha, aya inaonyesha moja kwa moja katika riba kuna dhulma, yani ndani ya riba yenyewe kuna dhulma. Ndio maana Allah amesema la tadhlimun wala tudhlamun. Mkichukua nyinyi kwa riba, maana yake mmedhulumu, na nyinyi mkirudishiwa pesa zenu nusu, maana yake nyinyi mmedhulumiwa. Kwa hiyo la tadhlimun wala tudhlamun, mchukue mali yenu ile ile mliowapa wenzenu basi. Na wanawachuoni wa Kiislamu naam, hapo ni maelezo ya hiyo aya, lakini wanawachuoni wa Kiislamu wamekubaliana wote juu ya uharamu wa manufaa yoyote yatakayopatikana kwa makubaliano kati ya mkopeshaji na mkopeshwaji kwa ajili ya manufaa ya mkopeshaji. Hapa kuna vitu vingi sana ambavyo tunatakiwa tuviangalie ndugu zangu, hasa kwa upande wa mashehe. Tuna maswali tunaulizwa sana. Ziada ambayo ndio inakuwa riba ya haramu ni ile ziada ambayo inakuja kwa maslahi ya mkopeshaji. Kama itakuja ziada lakini ikawa kwa maslahi ya mkopeshwaji, haiwezi kuwa riba. Sasa tuna vikoba sisi. Vikoba, ili swali mimi natamani liingie kwenye utafiti wa mashehe. Watu wanakopeshana. Wanapokopeshana wanaambiana kwamba bana, ili pesa zetu zisipungue, ziendelee, kila atakayekopa alete na ziada kiasi fulani. Hii ziada itakuwa ni ya kwetu sote. Tukifika mwisho siku ya kuvunja kikoba, ile ziada yetu tunagawana. Hii ziada inayoletwa ni riba ama sio riba? Kwa sababu mkopeshaji hapa kwenye kikoba ni nani? Mkopeshwaji ni nani? Kwa sababu zile pesa watu wanaanza kupeshana, sijasema ni halali jamani. Hapa najenga tu hoja ili mashehe waweze kulifanyia kazi ile jambo. Mimi mwenyewe kwa kusema kweli, ili nikiulizwa huwa mimi sina jibu. Sana sana tunaegemea kwenye kipengele kingine ambacho nitakitaja. Sisi sote ni wakopeshaji na sote ni wakopeshwaji ndani ya kikoba, na hii ziada tunayoileta inatunufaisha sote. Hii ni riba? Kwa sababu riba, ili iwe riba, iwe haramu, iwe ni kwa maslahi ya mkopeshaji. Ndiyo maana wanawachuoni wamekubaliana manufaa yoyote yatakayojengeka ima kwa sharti au kwa mazingira juu ya mkopo wa mtu aliyokopeshwa, manufaa hayo yakaenda kwa mkopeshaji, hiyo ni riba. Hata kama ni lifti ya gari, yaani una kawaida, hamna kawaida ya wewe na mtu aliyekukopesha kupeana lifti. Pengine mnakaa jirani, kila mmoja asubuhi akiamka kivyake anaondoka. Wewe pengine wewe unakwenda kukopa, pengine ndio una gari, yeye aliyekukopesha hana gari, na siku zote ukiamka unawasha gari yako unaondoka. Siku umekwama, ukwenda bana, shekhe nimekuja bana na mambo yangu yamekwama hivi, naomba kopesha 500,000. Anakukopesha 500,000. Sawa? Lakini mazingira sasa, haja sio sharti bana, sisi tunasaidiana bana, sisi majirani bana, tunasaidiana, sasa hiyo tunasaidiana sote. Sasa wewe akili huyu atakalifti huyu, kwa asubuhi ukiamka unapiga honi kwa jirani yako, pipi twende bana. Haya ni manufaa unayatoa kwa aliyekukopesha. Hakuna sharti la moja kwa moja, hiki kumejengwa mazingira. Hii ni riba. Hiyo lifti unayotoa ni riba.
Ndio maana wanasema hata kalenda tunazopewa na Amana Bank na KCB, kama kuna masharti hayataangaliwa, nazo pia zitakuwa ni riba. Kuna vigezo vya kisheria vipo, zitatolewa na zinakuwa sio riba. Lakini zikitolewa tu kiholela hivi, zinaweza nazo zikawa riba, kwa sababu sisi wengi akaunti zetu kwenye benki hizi ni akaunti kwamba sisi tumeikopesha benki. Kama sisi tunaikopesha benki, sisi hatupaswi kupata manufaa yoyote kutoka kwenye benki. Ukipewa kalamu imeandikwa Amana Benki, KCB, sijui CRDB, sijui Albaraka, na wewe akaunti yako iko katika hali hiyo, na hizo kalamu hawapewi isipokuwa watu wenye akaunti hiyo, itakuwa ni riba. Kama ni kalamu zinagaiwa watu wote, kalenda zinagaiwa watu wote, diary zinagaiwa kila anayekuja benki, hapo hakuna shida, hamna riba. Lakini hizi kwa ajili ya wateja wetu, hiyo ni riba, ikiwa akaunti zetu zitakuwa ni hizi za mkopo, za qard. Naam, zinaitwa karadhi Kuna ile jina jingine la ile lugha ile kule, mnaita savings, sijui nini, sijui saving account. Lakini kisheria hizo ndio zimefanywa tasnif kwamba ni mkopo, ni karadhi. Hizo sisi tunaikopesha benki, na ndio maana benki wanapata mamlaka ya kuzitumia pesa zetu bila wao kupata dhambi kama hawatazitumia vibaya, kwa sababu sisi tumewakopesha. Kwa sababu kuna watu wakwambia, kwa nini sasa sisi tusipate faida wakati benki wanatumia hela zetu? Si umewakopesha? Sasa wewe umekopesha, wewe hupati faida. Wewe kama unataka faida, tafuta njia nyingine. Kaa na benki uje, jamani, mimi nitapataje faida? Ndio sasa uonyeshwe namna ya kupata faida. Hiyo tumemaliza aina ya kwanza ya riba, ambayo ni riba duyun, riba ya madeni. Kwenye hii riba ya madeni hakuna yale masala ya riba al-fadli wala riba nasia, hatujaingia huko. Japokuwa ukiangalia kimaelezo unaweza ukaikuta riba nasia inaingia, kwa sababu kuna swala la muda. Lakini wanawachuoni hawakuzoea kuiita kuigawanya riba duyun katika riba al-fadli na riba nasia. Mara nyingi ukisoma riba al-fadli na riba nasia iko kwenye kipengele hiki cha riba al-buyu, riba ya biashara. Hii ndio aina ya pili ya riba, riba al-buyu, riba ya biashara. Riba ya biashara inakuwaje? Asema wayakunu riba wa huwa riba alladhi yakunu mahalluhu uqudul muawadat wal mubadalat at-tijariyah. Ni kwamba riba hii inapatikana kwenye mikataba ya kibiashara, kwa lugha fupi tu ya Kiswahili. Ya maneno yote ya Kiarabu tu nini? Muawadat na mubadalat at-tijariyah ni biashara. Nayo wa huwa kismani. Hii nayo pia riba al-buyu iko mafungu mawili. Hapa ndio sasa tutakuja kupata al-qismu al-awwal, riba al-fadli. Kuna riba ya nyongeza, wa huwa bay'u al-mali ribawi bijinsihi mutafadila, ni kuuza mali ya riba. Naomba hili neno mali ya riba likae vizuri, kwa jinsi yake, kwa jinsia yake mutafadila, vikiwa vimezidiana. Sisi katika mali, kuna mali katika Uislamu zinaitwa al-amwalu ribawiya, yani mali ambazo zinaingiliwa na riba kwenye biashara. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja misingi ya hizo mali, akataja 6, ambazo hizi 6 wanaochuoni wamezigawanya mafungu mawili. Haya mafungu mawili sasa ndio tunayafananisha na mali nyingine tulizonazo ambazo hazikutajwa pale. Tunaona hii inaingia wapi, hii inaingia wapi, hii haiingii wapi. Kwenye hii hadithi ambayo ndio dalili ya uharamu wa riba al-buyu, kwa kipengele chake cha kwanza cha riba al-fadli,
Ni hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema katika hadithi ya Ubada bin Samit, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema adh-dhahabu bidh-dhahabi wal-fiddatu bil-fidda wat-tamru bit-tamri wal-burri bil-burri wal-milhu bil-milhi wash-sha'iri bish-sha'ir mithlan bimithli sawa'an bisawa'in yadan biyad. Mtume ametaja hizo vipengele 6. Hizo ni mali 6 ambazo hizi ndio wanaochuona nazita ndio misingi ya mali za riba katika Uislamu. Dhahabu, Mtume anasema dhahabu kwa dhahabu, yani ukiuziana dhahabu kwa dhahabu mnabadilishana, kwa sababu biashara ni mubadalatu malin bimalin biniyati tamalluk. Biashara mnabadilishana mali kwa mali, huyu anatoa mali hii na anatoa mali hii, na kila mmoja ana nia ya kumiliki kile anachokichukua kwa mwenzake, ndio biashara. Sasa Mtume anasema adhahabu bidhahab, kubadilishana dhahabu kwa dhahabu, fedha kwa fedha, tende kwa tende, burri kwa burri. Hizi zingine zitaje kama zilivyo, kwa sababu Kiswahili chake nyingine sizijui. Chumvi kwa chumvi, shairi kwa shairi, mithlan bimithli, inatakiwa mfano kwa mfano. Ukitoa gramu 10 za dhahabu, kama mnabadilishana dhahabu kwa dhahabu, na wewe upewe gramu 10 za dhahabu. Haijalishi dhahabu hii ina sifa gani wala dhahabu hii ya wapi. Maadamu ni dhahabu, inatakiwa 10 kwa 10, 5 kwa 5, mithlan bimithlin, mfano kwa mfano. Sio kwamba mimi nakupa dhahabu ya siku nyingi ambayo nilikaa nao siku nyingi iko nyumbani, au mwanamke kwa mfano ana mapambo yake ashavaa sana, kwa hiyo anataka kwenda kubadilisha, anatoa zile zinapimwa ni gramu 10, anapewa gramu 5 mpya atengenezewe. Hapana, 10 kwa 10, 5 kwa 5, na kwenye fedha na kwenye tamri, kwenye tende, kwenye kila kitu hivyo. Mtume anasema mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadi, mkono kwa mkono. Biashara ya vitu hivi na vitakavyokutanishwa navyo vinahitaji mfano kwa mfano, mkono kwa mkono. Sasa kuna mchanganuo ambao utakuja huko mbele ambao umejengwa na maneno haya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema fa idha ikhtalafat hadhihi al-asnafu, hizi aina zikitofautiana, fabi'u kaifa shi'tum, uzeni mtakavyo. Inkana idha kana yadan biyad, ikiwa ni mkono kwa mkono. Hizi zikitofautiana, basi mnaweza kuuza, inaweza kuzidiana. Unauza dhahabu kwa fedha, haina shida. Hauwezi kuambiwa gramu 10 za fedha, gramu 10 za dhahabu, hapana. Hapa mtauziana mnavyopenda. Unauza tende kwa shairi, mtauziana mnavyopenda. Hakuna swala la kwamba lazima zifanane. Unauza chumvi kwa burri, hivyo hivyo mtauza mnavyopenda. Lakini idha kana yadan biyadin, ikiwa ni mkono kwa mkono. Hivi vitu haviruhusiwi kubadilishana kwa muda. Hapa kwenye hiki kipengele tutaona huko mbele mchanganuo walioweka wanawachuoni, ni kwamba hizi mali alizozitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawachuoni zigawanywa mafungu mawili. Yani wameziangalia katika ile ijtihadi yao ya kutafuta illatul hukmi, kwamba hivi vitu vimeingia kwenye riba kwa sababu gani? Kwa nini Mtume hivi vitu kavitaja ni kwamba ni mali za riba? Kile kiini kilichosababisha hizi kuwa ni mali za riba ni kitu gani? Ili wafanyeje? Ili waweze kufananisha na nyingine ambazo hazikutajwa hapa. Mtume hawezi kutaja mali zote zilizoko duniani. Mtume anaweka msingi. Sasa wakazigawanya mafungu mawili. Wakachukua dhahabu na fedha, wakaiweka ni fungu moja peke yake. Wakachukua na hivi vyakula hivi, wakaviweka nalo ni fungu moja peke yake. Kwa hiyo hapa tuna makundi mawili ya hizi mali za riba. Kundi la kwanza, ila yake ni thamani. Kwa maana dhahabu na fedha ndio vitu vinavyotumika kutilia thamani vitu vingine.
tokea enzi hizo. Kwa hiyo hii ndio ila yake, kwamba hii ni athamania, wanasema al-illa athamania, ila ya dhahabu na fedha kuwa ni mali za riba, kwamba ndio vitu vinavyotumika kuingiza thamani vitu vingine. Ukitaka kujua nyumba yako ina thamani gani, tukiacha sasa hivi ulimwengu wetu sasa hivi, huko nyuma, hii ni sawa na gramu ngapi za dhahabu, ambaye nyumba yangu hiyo ni kilo 20 za dhahabu au ni kilo 200 za fedha. Umeijua thamani ya nyumba yako kupitia dhahabu na fedha. Sasa hivi vitu gani vinavyotumika kutilia thamani vitu vyetu? Pesa hizi tunazimiliki, kila nchi ina hela yake. Kwa hiyo pesa zote zilizoko duniani zimeunganishwa na dhahabu na fedha, nazo ni mali za riba, zimekaa kwenye kundi moja huko. Sasa hili kundi la dhahabu na fedha na shilingi ya Tanzania, shilingi ya Kenya, dola ya Marekani na nyinginezo, tunasema hizi ni kundi moja ambalo lina ila hii moja, ambayo ila yake ni athamania, kwamba hapa hivi ni vitu vya kutulia thamani vitu vingine. Lakini hizi ni aina, sio jinsia moja. Tukisema jinsia, kuna sijui Kiswahili tunasemaje jamani. Neno jinsia kama limekaa sasa kuna jinsia, kuna aina. Kwenye lugha ya Kiarabu ni vitu vile tofauti. Jinsi. Sasa dhahabu ni jinsi. Lakini ndani ya dhahabu kuna aina. Kwa hapo kuna dhahabu ina sijui namba 24, kuna namba 25, kuna dhahabu ya Kiela, kuna dhahabu ya Buhongwa, si kuna dhahabu hapo. Hizo ni aina, lakini zinakusanywa na neno moja, zote ni dhahabu. Fedha nayo ni jinsi, ndani yake kuna aina nyingi. Shilingi ya Tanzania ni jinsi, ndani yake kuna aina nyingi. Kuna pesa za karatasi, kuna nyingine za madini. Hiki kitu cha msingi sana huko mbele tunakokwenda. Haya, hapo tumemaliza. Tuna kundi hili la vitu ambavyo ila yake, ila jamani, hii neno ila ni athamania. Tunakuja kwenye tamri na vinginevyo. Huku kuna ikhtilafu ya wanachuoni, lakini sisi tutachukua kauli ambayo wanachuoni wengi wameichukua. Kuna wengine wanasema ila ya huku kwenye hivi vyakula ni al-kail wal wazni, kwamba ni vitu vinavyopimwa kwa mizani na kilo. Mizani tofauti na kilo kwenye lugha ya kisheria. Vitu vinavyopimwa kwa makopo, sijui ratili, sijui nini, hii ndio kilo. Lakini zinavyopimwa kwa mizani hizi zetu za mawe hizi na nini, hii ndio mizani. Lakini hii kidogo ni ngumu hata maelezo yake. Hata utekelezaji wake unakuwa ni mgumu kidogo. Lakini wanawachuoni wengi wanasema ila ya huku ni alqut waliddikhar, kwamba hii ila ya vitu hivi Mtume kuvitaja kwamba vinaingia katika mali za riba, kwamba hivi ni vyakula vinavyotegemewa na wanadamu na pia vinaekeka akiba. Kwa hiyo wanawachuoni wanasema chakula chochote ambacho kinategemewa na wanadamu katika milo yao ya kila siku katika eneo husika, na chakula chenyewe kikawa kinaweza kuwekeka akiba, hicho nacho kinaingia katika jumla ya hivi alivyovitaja hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo inakuwa ila ya hapa ni aliktiyat waliddikhar, kwamba hiki ni chakula na kinawekeka akiba. Kwa hiyo ukiangalia mchele nao unaingia hapa, chakula cha msingi kwetu, na mchele kwenyewe binafsi yake unaweza ukakaa muda mrefu. Sio vile vya kuwekwa kwa madawa. Kuna vitu mtu sasa hivi matikiti pia anaweza kawekwa kama miaka miwili. Ila siku unachukua tikiti unakula, hivi bado tikiti halitakuwa tikiti. Machungwa, si maembe, si nini, zote haziingii kwenye mali za riba. Kwa sababu gani? Ni vyakula. Ukisema vyakula, kwa sababu kwenye hata huku kuna matunda, katika huku ulikotajwa kuna tende huku, lakini tende zinawekeka akiba. Lakini maembe utaweka akiba, utaweka maembe yanakaa siku ngapi? Kwa hiyo hayo yote yanatoka katika mali za riba.
Kwa hiyo inabaki kwamba vyakula vyote ambavyo vinawekeka akiba na ni vyakula vya msingi vya wanadamu, hivyo navyo vinakuwa ni katika mali za riba. Sasa tuendeni kwenye, mbona imegoma hii? Sheikh Lupande, imegoma hii, haiendi. Mtaalamu mwenyewe pia unamshindwa. Naam. Alqismu thani, aina ya pili ya riba albuyu. Tumesema aina ya kwanza riba albuyu ni riba alfadli, riba ya ziada. Kwa maelezo yale tuliyotoa, kwa maana kwamba huwezi kubadilishana mchele kwa ziada. Huwezi kubadilishana maharage kwa ziada, hata kama hayo maharage ni aina tofauti tofauti. Kuna maharage mengine mekundu, kuna maharage ya soya, kuna maharage yote ni maharage. Ukitoa kilo ya maharage unapewa kilo ya maharage. Ikiongezeka hata punje ngapi, hiyo imekuwa ni riba. Kwa sababu gani? Kwa sababu umeuza mali ya riba kwa jinsia yake, au kwa jinsi yake, kwa sababu ni maharage kwa maharage. Lakini sasa unapouza maharage kwa mchele, hapa hizi jinsi tofauti. Hapa tuna maharage, hapa tuna mchele. Hapa kuuza tunauza tunavyotaka. Unaweza ukatoa kilo 2 za maharage ukapewa kilo 5 za mchele. Lakini sharti la Mtume alilosema idha kana yadan biyad, ikiwa mkono kwa mkono. Na kwenye kipengele hicho cha Mtume aliposema mkono kwa mkono, ndipo inapokuja hii kifungu cha pili cha riba nasia, riba ya kuchelewesha, ambayo ni aina ya pili. Wa huwa riba alladhi yakunu sababuhu nasia, ni ile riba ambayo inakuwa sababu yake ni kuchelewesha. Adnasia ay ta'khir, ana tafsiri tu. Taarifu: huwa bai'u al-mali ribawi bimalin ribawi yattafiqu ma'ahu fil 'illa ma 'adami at-taqabud fil hal. Ni kuuza mali ya riba kwa mali ya riba ambazo zinakubaliana katika ila moja. Naona tunarudi kwenye yale maneno tuliyosema pale juu, bila kukabidhiana pale pale. Tumesema kwamba vyakula hivi ila yake ni kuwa ni chakula na kinawekeka akiba. Sasa tuna mali ya riba mchele, tuna mali ya riba maharage. Hizi ni jinsi tofauti, lakini zinakutanishwa na ila moja ambazo ni al-iktiyat wal-iddikhar, kwamba ni chakula na kinawekeka akiba. Hizi tukiuziana tunatakiwa tukabidhiane hapo hapo, sio habari ya kesho wala baadaye. Ukitoa mchele kilo 4 hapa, upewe maharage hapo hapo. Bana, chukua haya maharage utaniletea basi mchele kilo 2 nyumbani. Na hapa ndipo inapokuja biashara ya pesa. Tumesema kwamba dhahabu na fedha na shilingi ya Tanzania na dola Marekani, zote hizi ziko kwenye kapu moja. Ni jinsi tofauti tofauti, lakini zote zinakusanywa na ila moja. Wanaochuona walivyosema ni kwamba pesa ya kila nchi ni jinsi inayojitegemea, haijalishi majina. Kwa mfano, sisi tuna shilingi, Kenya wana shilingi, Burundi wana shilingi kama sikosei, na Uganda wana faranga, Uganda wana shilingi. Lakini sasa shilingi ya Kenya sio shilingi ya Tanzania. Sija mtu akasema mbona tunabadilishana shilingi kwa ziada. Hii shilingi ya Kenya, hii ni jinsi tofauti.
shilingi ya Tanzania ni jinsi tofauti. Lakini hizi zote zinakusanywa na ila moja, athamania. Unapofanya biashara ya shilingi ya Kenya kwa shilingi ya Tanzania, kuzidiana haina shida, kwa sababu ni jinsi tofauti. Kinachokataliwa kuzidiana ni jinsi moja. Unauza shilingi ya Tanzania kwa shilingi ya Tanzania. Kama wale vijana anatoa shilingi 1000, maboda wale makonda wale, anatoa 1000, anapewa 900 za change. Ile ni riba, kwa sababu kuna ziada. Umeuza mali ya riba ambayo ni jinsi moja kwa kuzidiana. Lakini kama jinsi ni tofauti, haina shida kuzidiana. Na kuna watu walikuwa wana shida na hii, mnabadilishaje hii biashara ya kubadilisha pesa, hii haikukaa vizuri, ndani yake kuna riba. Kwa ile tafsiri ya riba kwamba ni ziada yoyote. Ukiuziana shilingi ya Tanzania kwa shilingi ya Kenya, shilingi ya Tanzania kwa dola, haina shida kuzidiana. Ndio maana tunatoa, ukitoa dola 100 ya Marekani unapewa 200,000 na ushei za Tanzania. Kwa sababu gani? Hizi jinsi ni tofauti. Lakini hizi zote ziko kwenye kapu moja la ila yao ni athamania. Hairuhusiwi kuuziana kwa muda. Yaani ile biashara bai'ul ajil, kwamba utoe dola zako, bwana dola zangu 10,000 hizo, basi utamtuma mtoto aniletee nyumbani hiyo shilingi. Hiyo hairuhusiwi. Muislamu kama una bureau, kuwa makini. Akitoa dola zake, mpe pesa zake pale pale. Vinginevyo kuwe na muamala mwingine, sio muamala wa kuuziana pesa. Kwa msingi huu, wanasema wanaochuoni, benki za Kiislamu haziruhusiwi kufanya biashara ya dhahabu kwa njia ya taksiti, kwamba uenda benki unauziwa dhahabu alafu unalipa kidogo kidogo. Haiwezekani, hairuhusiwi kisheria. Hapa kwenye kukosekana kukabidhiana hapo hapo ndiyo kunaleta kitu kinaitwa riba nasia, riba ya kuchelewa au ya kuchelewesha. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza mali hizi za riba kuuzwa kwa bai'ul ajil. Kina Sheikh Muhammad Isa inabidi waje watuambie hapa ila ya hii ni nini hasa, kwa sababu kila nilivyojaribu kuangalia wanachuoni wengi wamebaki kwamba Mtume amekataza, na wao wanasema kwamba hii riba hii Mtume ameikataza. Nahyi yake ni nahyi wasail, sio nahyi maqasid, kwamba hii inatupeleka kwenye riba duyun, kwamba unapobadilishana hivi vitu ambavyo vyote ni mali za riba, halafu hamkabidhiani hapo hapo na vina ila moja, hii itatupeleka kwenye riba yenyewe. Ndio sasa hii ikakatazwa. Hii kukatazwa kwake ni sawa na kukatazwa mwanamke na mwanamume kukaa faragha. Simna, tunaelewana? Kilicholengwa pale ni watu kuepushwa na zinaa. Zinaa ndio haramu. Sasa ikaharamishwa na vile vyote vinavyopelekea. Sasa hapa wanaoshona wanagawanya, kuna taharim al-maqasid na kuna taharim al-wasail. Kuna kuharamisha kile kitu chenyewe kiini kwamba hiki ndio haramu, halafu kuna kuharamishwa vitu kwa ajili ya kile, kwamba hivi vimeharamishwa kwa ajili ya vile, au wengine wanasema saddu adh-dhari'a. Nabadilisha huko. Hapo kuna maelezo ya hiyo taarifu, lakini mambo ni yale ambayo tumeyazungumza. Sasa hapa wanajaribu tu kuweka sawa kwamba unapouza au mnapobadilishana mali za riba kwa jinsi moja, kunatakiwa masharti mawili. Sharti la kwanza, vilingane usawa, vilingane uinzani au uzito, alafu mkabidhiane hapo hapo. Masharti mawili: kwanza vilingane, pili mkabidhiane hapo hapo. Mnapouziana mali za riba ambazo zinatofautiana jinsi lakini ziko ndani ya ila moja, mnaruhusiwa kuuziana kwa kuzidiana, lakini mkabidhiane hapo hapo. Kule masharti mawili, huku sharti moja.
يعني وهذه الأقسام الربوية الأموال الربوية قسمان النقدان وهما الذهب والفضة والعلة فيها الثمنية فيلحق بهما ما شابه في هذه العلة كالأوراق النقدية المعاصرة. الثانية الأطعمة الأربعة وهي البر والتمر والملح والشعير والأقرب أن العلة وأنا أتى يمسema والأقرب kwa maana kwamba anajua kwamba kuna ikhtilafu asema والأقرب أن العلة فيها الاقتيات والادخار. Kauli ambayo iko karibu sana na haki ni kwamba illa ya vitu hivi ni chakula na kuwekeka akiba. Fayulhaq bihadhihi al-asnaf, vitakutanishwa na aina hizi mashabahaha fi hadhihi al-illa wa hiya al-at'ima allati ya'tamidu 'alayha ahlu al-balad in kanat qabilatan lil-iddikhar, vyakula ambavyo watu wanavitegemea ambavyo vinaweza kuwekeka akiba kal aruzi wadh-dhurra wal-ful wa nahwiha. Qaida riba al-buyu. Hapa namba zimejinini, anajaribu tu kutupa ule mtiririko wa riba al-buyu jinsi ilivyo na kuitambua kwa haraka. Kuna wamegawanya sehemu mbili, kuna kipengele cha kwanza na cha pili, lakini kuna kipengele cha tatu na cha nne na cha tano, ambacho kipengele cha kwanza na cha pili takriban hukumu yake inafanana. Antakuna al-mubadalatu baina malaini ribawiyain min jinsi wahid كذهب بذهب أو ريالات بريالات فيشترط لصحة العقد شرطين التساوي بينهما في المقدار والتقابض قبل التفرق. Hicho kipengele cha kwanza. Kama mnauziana vitu vinavyofanana kwenye jinsi moja na ila moja, vinatakiwa masharti mawili: kufanana na kukabidhiana hapo hapo. Sharti moja, sharti ya kwanza ikikosekana, zisipofanana kunaingia riba al-fadl, kwa sababu kuna moja itakuwa imezidi. Sharti ya pili ikikosekana, kwa maana zimefanana lakini mmepiana kwa muda, itaingia riba nasia kwa sababu hamkukabidhiana hapo hapo. Namba 2, antakuna almubadala baina malaini ribawain mukhtalifain aljins, mali mbili ambazo zinatofautiana jinsi, ni jinsi tofauti lakini zote za riba, pesa na maharage kwa mfano, au kama tulivyosema maharage na mchele, lakini zimeungana ila ni moja, lakini mukhtalifu aljins, sio hela, ni maharage kwa mchele au shilingi ya Tanzania kwa dola na nyinginezo. Ka burrin bitamri, kama vile burri na tamri, au dhahab bifidda au dhahab birialat au rialat bidolar, fa yushtaratu li sihhati al-aqd shartun wahid. Hapa sharti takiwa moja, wa huwa at-taqabud qabla at-tafarruq wa la yushtaratu at-tasawi. Hapa hakuna sharti la kufanana, lakini hapa kuna sharti la kukabidhiana hapo kwa hapo. Namba 3, an takuna almubadala baina malaini ribawiyan mukhtalifa aljins wal illa katamrin bidhahab. Hapa mnabadilishana mali mbili zote za riba, lakini zimetofautiana jinsi na zimetofautiana illa. Nimesema maneno illa na jinsi tuyaangalie vizuri. Mali mbili zote ni za riba katika zile zilizotajwa, ima katika thamani au katika vyakula, zote ni za riba, lakini zimetofautiana jinsi na zimetofautiana illa. Ndio hapo kwamba tulisema namba 1 ni mali mbili zote za riba kutoka kwenye jinsi moja. Hapo kutahitajika masharti mawili: kufanana na kukabidhiana hapo kwa hapo. Unauziana shilingi kwa shilingi, dola kwa dola, mchele kwa mchele, maharage kwa maharage, masharti mawili: vifanane na mkabidhiane hapo hapo. Namba 2 ni mali mbili za riba lakini zinatofautiana jinsi, lakini zinakubaliana kwenye ila. Ni pesa zote, lakini kuna pesa ya Tanzania, kuna pesa ya Marekani, kuna pesa ya Kenya. Hizi kuna sharti moja. Sharti linalotakiwa hapa ni kukabidhiana hapo kwa hapo, lakini kuzidiana haina shida. Ndio kama vile kuuziana mchele na maharage na vitu kama hivi. Namba 3 ni mali mbili za riba zinazokhtalifiana jinsi na ila. Zote ni za riba lakini jinsi ni tofauti na ila pia ni tofauti, kama vile tende na dhahabu. Tende na dhahabu zote mali za riba, lakini tende ni jinsi, dhahabu ni jinsi.
na kila jinsi hapa ina ila yake. Dhahabu iko kwenye thaman, tende iko kwenye chakula. Kwa hiyo hiyo namba 3. Tunakwenda namba 3, namba 5 hukumu yake ni moja. Namba 4, kuna mali mbili za riba. Kuna mali moja ya riba na mali moja ambayo sio ya riba, kama vile gari na riali, nyumba na dola. Nyumba ni mali sio ya riba, tunabadilishana kwa shilingi ya Tanzania ambayo ni mali ya riba, lakini nyumba sio ya riba. Tuna gari, sio mali ya riba. Tuna dola za Marekani, ni riba. Hapo hakuna sharti lolote. Nafikiri pamoja na kipengele cha 5, mali mbili ambazo zote sio za riba, hakuna shilingi, hakuna nini, zote sio mali za riba. Kama vile mtu kubadilishana gari kwa simu, saa kwa kalamu na vitu kama hivyo. Hizi namba 4, namba 3, namba 4, namba 5 hukumu yake ni moja. Hapa hakuna riba, tunauza tu vyovyote, kuzidiana kwa muda, haina shida. Kwa sababu katibu amesema hii kitu itatafsiriwa na inshallah itafika kwenu, mtaviona hivyo vipengele. Hizo ni aya ambazo zina akumbe hamzioni. Hapa kuna aya ambazo zinaonyesha uhalali wa nini, uharamu wa riba. Aya pamoja na hadithi mtazisoma inshallah. Alafu kuna hikma ya uharamu wa riba. Nafikiri hii nimwachie Sheikh Muhammad, japokuwa hapa kwenye mtaona kuna nukta ambazo nimezitaja, mtaziona kwenye nini. Kuna madhara ya kiuchumi, kuna madhara ya kijamii, lakini pia alafu kuna mukarana. Tumetengeneza ule mukarana baina ya riba na faida. Riba ina kitu gani, faida ina kitu gani, ili kuona ile tofauti. Lakini hii pia Sheikh Muhammad inshallah ataligusa. Alafu tuna vitu ambavyo ni mbadala wa riba. Uislamu huwa haukatazi jambo ila umeweka mbadala wake. Na hivi tumeshataja kule nyuma, kuna mudharaba, kuna murabaha, ile mifumo au zile bidhaa za Kiislamu zote ambazo ndizo leo zinazozungumziwa kwenye mabenki yetu, kwenye makampuni yetu mengine yanayojihusisha na huduma za kifedha za Kiislamu, zote zinazungumzia mbadala wa riba, kwamba huku tunakimbia riba lakini kuna hiki. Na hii ndio kanuni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anapokataza waja wake jambo, huwa anawekea mbadala wake. Tumekatazwa zinaa, tukawekewa kuoa. Tumekatazwa riba, tumewekewa biashara. Tumekatazwa kila tunachokatazwa, na huu ndio mfumo ambao Muislamu anatakiwa kuufuata katika maisha yake, katika jamii. Usiwe wewe kazi yako kukataza tu. Sasa hawa watu unawapa mbadala gani? Sasa kuna watu ambao tumejitengeneza sisi kazi yetu kuharamisha tu, lakini hatuonyeshi mbadala. Mmoja katika wanawachuoni anasema at-tashaddud yuhsinuhu kullu ahad. Tashaddud kwa maana ya kuwekea watu tu msimamo mkali, anaiweza kila mtu. Sikusema tu haramu, hiki haramu, hiki haramu. Lakini elimu, anasema elimu ni kutoa ruhusa, ni ruhusa anayoipata mwanachuoni ambayo inaendana na misingi ya kisheria, kwamba jamani, hapa kwa mujibu wa sheria kuna ruhusa ya kufanya hiki. Hii ndio elimu, sio kuharamisha. Sasa kuharamisha kupo ni haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sio haki yetu. Na vile vile kuhalalisha ni haki ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuna watu wameona kwamba kuharamisha ni kama ndio kujikurubisha kwa Allah, wakati sio sahihi. Yoyote anayehalalisha au kuharamisha lazima awe na ushahidi, awe na dalili ya kisheria. Na uzito wa kuhalalisha ndio ule uzito wa kuharamisha. Wewe usione kuharamisha jambo kwaona kwamba ndio unajikurubisha kwa Allah, anayehalalisha kwamba yeye ndio anamkosea Allah. Hapana. Kama utaharamisha bila misingi, unajiweka mahala pabaya. Kama unahalalisha bila misingi, unajiweka mahala pabaya. Kwa hiyo ukihalalisha, jihakikishe kwamba umejiweka kwenye misingi ambayo inakubalika kisheria, na kama utaharamisha hivyo hivyo, hapo utakuwa sasa unakwenda sasa. Lakini ukiwa unaharamisha tu kwa kuona ndio unajikurubisha kwa kuharamisha, hapana. Kwa hiyo badaili hizi zitatajwa, ndio hizo tulizotaja, murabaha na nini na nyinginezo. Kumaliza,
baadhi ya vitu muhimu ambavyo tumeviona katika andiko letu hilo ni kwamba faida na riba ni vitu viwili vinavyotofautiana katika sheria ya Kiislamu, na faida inakubalika kisheria na ni halali kwa mujibu wa vigezo na vidhibiti vya kisheria vilivyowekwa, na faida inachochea zile harakati za kiuchumi. Riba ni haram na uharamu wake ni wa moja kwa moja, hauna maelezo, kwa maana kwamba hakuna njia labda dharura, kwa sababu kuna dharura peke yake ndio ambayo inaweza ikahalalisha kitu ambacho ni haramu moja kwa moja, lakini sijui kuna haja fulani, haja haiwezi kuharamisha riba. Na riba ina athari mbaya katika jamii, lakini pia ni wajibu kwa Waislamu kujiepusha na miamala ya riba na kuangaika kutafuta mbadala wa miamala hiyo. Kitu cha mwisho cha kumalizia ni mawazo au maoni. Kuna haja ya taasisi zetu za Kiislamu kujaribu kueneza wai, yani ule ufahamu wa hizi hukumu za miamala ya Kiislamu, na alhamdulillah juhudi zinafanyika mbalimbali, lakini hizo juhudi zinatakiwa ziongezeke, hasa kwa watu ambao ndio kimbilio la Waislamu. Tuna kundi sisi la maimamu, tuna kundi la walimu wa madrasa na mashekhe wa mitaa, mashekhe wa kata, mashekhe wa wilaya. Hawa watu ndio wanaoendewa na watu. Kwa hiyo vyombo kama Sifika na taasisi nyingine zifanye maksudi kuhakikisha kwamba wanawafanya mashekhe wale wazitwalii hizi elimu za muamala ili waweze kujiweka vizuri kukabiliana na maswali. Kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa kinafanyika benki ya Amana. Sijui sasa hivi kama kwa nini wamekiacha, kwa sababu sijaona kualikwa muda mrefu. Walikuwa nafikiri kila mwaka wanaalika maimamu, mashekhe wengi, tulikuwa tunakwenda pale Amana. Wanakuja wafanyakazi wa Amana, wanatueleza miamala inavyofanyika na nini. Mashekhe wanauliza maswali, wakati mwingine na ile kamati pia rakaba inakuwepo pale, tunauliza maswali yetu. Vitu kama hivi vinaongeza ule ufahamu kwa mashekhe katika vile vitu ambavyo vimejificha, kwa sababu jamani, tunavyosoma kwenye fiqh ni tofauti na vile ambavyo inafanyika, kwa sababu hii miamala inafanyika kisasa. Sasa ule usasa tuuone, tuujue, ili tuna sisi tupate nafasi ya kupima kwa ile fiqh tuliyokuwa nayo. Kwa hili jambo natamani mabenki yetu wangeweza kulirudisha, wawe na siku japo moja kwa mwaka tuwe tunaitwa, tunakaa, tunabadilishana mawazo katika masuala hayo. Lakini pia kama alivyosema shekhe pale, swala la utafiti, tuhimize utafiti kwa wasomi wetu juu ya mambo haya ya miamala. La kumalizia, mashekhe pamoja na wataalamu wa uchumi wa Kiislamu wasikimbiane, wakae pamoja, tusionane maadui, bali sisi tuonane ni watu tunaosaidiana. Na tukikaa ili tusiwe maadui, haina maana kwamba hatutobishana, lazima tutabishana, na ubishano unaweza ukawa mkali sana. Sasa hili lisionekane kwamba litakuwa ni jambo baya, hapana. Tukisema hili silo, wewe jitetee kwamba hili ndilo kwa hoja moja, mbili, itafikia tu sehemu tutakutana tu katikati. Lakini vikao vya mashekhi na wataalamu hasa wanaoshughulika ndani ya taasisi zetu ni muhimu sana. Mimi naomba nimalizie hapa. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.